Asifiwe sana na kusalimu kwa jina la Bwana Yesu na nakupenda na ujue kwamba Bwana Yesu pia anakupenda. Amen. Siku ya leo ni siku ya Jumamosi, tariki yake ya kwanza ya mwezi wa 8 ya mwaka wa 2026. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake. Kila siku tunamwona Mungu katika maisha yetu. Najua kwamba na wewe unamwona Mungu kila wakati kwa sababu Mungu ni mwema na wakati wote wema wake unakuwa katika maisha yetu usiku na mchana. Biblia inasema kwamba fadhili zake ni mpya kila asubuhi. Kila asubuhi unapoamka Mungu anakuwa na fadhili mpya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tutasoma katika neno la Mungu. Tutajifunza katika Danieli sura yake ya 3 na mstari wake wa 8 na kuendelea. Tutasoma Danieli 3 sura ya 3 mstari wa 8 na kuendelea. Tutasoma kwa jina la Bwana Yesu. Neno la Mungu linasema, wakati huo baadhi ya Wakaldayo walijitokeza na kuwashtaki Wayahudi, wakamwambia mfalme Nebukadneza, mfalme uishi milele. Mfalme, umetoa amri kwamba kila mmoja atakayesikia sauti ya baragumu, filimbi, marimba, zeze, kinubi, zumari na aina zote za sauti za ala za uimbaji lazima asujudu na kuabudu ile sanamu ya dhahabu, na kwamba yeyote ambaye hata sujudu na kuiabudu atatupwa saa hiyo hiyo ndani ya tanuru linalowaka moto. Lakini wako baadhi ya Wayahudi ambao umewaweka juu ya mambo ya jimbo la Babeli, yaani Shadraka, Meshaki na Abednego, ambao hawakujali wewe mfalme, hawaitumikii miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Amen. Tutamshukuru Mungu. Baba, asante kwa maneno yako haya, uyabariki ndani yetu na utujulishe Bwana neno lako hili sawa na mapenzi yako Baba, na litazaa matunda ndani ya maisha yetu. Tunaamini kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari za vijana watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, ambao walikuwa katika nchi mbali, nchi ya Babylon. Bwana asifiwe. Walihamishwa katika nchi yao na wakaenda katika nchi mbali, lakini kwa walipoenda ilikuwa nchi ambayo ilikuwa naabudu sanamu, na hao vijana walikataa kuabudu sanamu, kumkosea Mungu, wakamtumikia Mungu wao, Mungu wa mbinguni, na Mungu akawainua katika hiyo nchi ya Babylon. Mungu akawainua, akawabariki. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema kwamba Mungu aliwaweka juu, wakakuwa juu ya uliwali ya Babeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kumheshimu Mungu na kumwogopa Mungu. Lakini wakati huo mfalme akaweka sanamu, akasema kwamba watu wasujudu sanamu yake ya dhahabu, na akaleta hao wakubwa wote wa mwinchi yake, wa minister wa nani, akasema kaweka pale, akasema kwamba watakaposikia sauti ya music waabudu hiyo sanamu. Lakini hao vijana walikuwa wamesema kwamba hawataabudu Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo walisikia music, watu wote wakasujudu, wakaabudu. Hao vijana wakakaa, wakasimama, hakusujudu hiyo sanamu. Inasema kwamba wakakuja na matetesi, watu wakasema kwamba mfalme, wale watu ambao, wale vijana ambao umewatoa katika nchi ya kigeni hawakusikia waabudu sanamu yako, wakachonganisha, wakasema mambo mengi. Na mfalme akakasirika, akawaita hao vijana, akawaambia kwamba ni kweli hamwabudu sanamu yangu? Ni kweli amnitia, mniheshimu? Akasema saa hizi wanaenda kupiga tena music, na mtakaposikia aina ya music mwabudu, msujudu sanamu yangu. Bila sema kwamba hao vijana hawakuogopa na hawakuwa intimidated. Bwana asifiwe. Wakasimama kwa sababu walikuwa wanajua kwamba Mungu wao ni Mungu mkubwa. Wakasema mfalme, wakasema Nebukadneza, kwa hiyo habari hatutakusikia wala hatutaabudu sanamu yako, kwa sababu Mungu wetu anaweza kutuokoa na moto, kwa sababu mfalme amemwambia kwamba mtatupwa katika tanuru la moto msipoabudu
Mungu, hiyo sanamu niliyoitia. Bwana sifiwe. Hao vijana hawakuogopa wala hawakuwa intimidate. Wakasema kwamba Mungu wetu tunayemtumikia ana uwezo wa kutuokoa katika hiyo moto. Na hata kama atuokoa, hatutakutumikia, hatutatumikia sanamu yako, hatutaabudu hiyo sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba mfalme akakazibika, akaamuru hiyo moto izidishwe mara 7. Bwana asifiwe. Moto kidogo tunachomaga, hata moto wenyewe unawakisha na kibiriti, na ukiweka kwa mwili wako utakuchoma. Alafu hiyo tanuru ya moto akasema waizidishe mara 7. Ndio wa intimidate, awaogopeshe. Bwana asifiwe. Alikuwa na kasirani sana, alikuwa anajua kwamba hakuna ambaye anaweza kuokoka mikononi mwake. Biblia inasema kwamba hao vijana hawakuogopa. Na yule anasema wakawafunga, walipozidisha moto mara 7, wakawafunga, kaambia maaskari wawatupe moto. Na walipowatupa moto, hao maaskari kwanza wakaanza kukufa kwa sababu moto ilikuwa mkali sana. Hiyo miali ya moto ikawaua hao askari ambao walifunga, walitupa hao vijana moto. Na wakati Nebukadneza alipoona kwamba, akaona kwamba hao vijana hawakuanguka wakufe wala kuungua, lakini walikuwa wanatembea katika moto, na hawakuwa watatu tena, walikuwa 4. Bwana Yesu asifiwe. Akashtuka, akasimama, akasema, si tulitupa watu 3 kwa moto? Aliona kama vile ni ndoto, lakini kwa nini naona watu 4 wanatembea katika moto? Bwana asifiwe. Na akasogelea moto, akaona ni kweli watu 4 wanatembea katika moto, na akawaita Meshaki, Shadraka na Abednego, mtumishi wa Mungu aliye hai, mkuja huko. Bila sema kama wakatoka moto bila kuungua, bila hata nywele zao hazikuungua, na Biblia inasema kwamba hawakuwa hata na harufu ya moto. Bwana sifiwe. Mungu ni Mungu mwenyewe, anajionyesha nguvu zake wakati wote tunapomwabudu. Amen. Mfalme huyu Nebukadneza akasema kwamba hakuna, wote wakakuja wakawaona kwamba hawakuungua, hawakuwa na madhara yoyote. Mfalme akasema mtu yeyote ambaye atasema mabaya juu ya Mungu wa Meshaki, Shadraka na Abednego auawe na vitu vyake vyote viharibiwe, kwa sababu hakuna Mungu mwingine ambaye anaweza kuokoa kama Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Kwa sababu ukisoma hiyo sura yote inaonyesha kisi gani Mungu amejidhihirisha kwa hali ya juu sana. Amen. Kwa hali ya ajabu, Mungu akaonyesha kwamba ndiye mwenye nguvu zote. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ndugu yangu, dada yangu, unaweza kuwa katika dunia hii na unaona majaribu na unaona mashida za kila aina. Usivunjike moyo. Simama katika zamu yako. Simama katika kumwogopa Mungu. Maana Mungu mwenyewe atakuokoa katika moto huo. Biblia inasema katika Isaya kwamba hata tupitapo katika moto hatutaungua. Mungu amesema katika neno lake ya kwamba hata tukipita katika maji mengi haitatugharikisha. Bwana asifiwe. Hawa vijana hawakutetemeka wala kuogopa. Na Mungu amekuita na anajua yale ambayo unapitia ndani. Usikate tamaa wala kuacha njia. Simama imara. Bwana asifiwe. Katika moto utapita na hautaungua. Kama Mungu ameokoa vijana na mpaka hivi angali naokoa. Bwana asifiwe. Wakati wote unapomwamini Mungu na kusimama katika zamu yako, Mungu atakuokoa katika yote unayopitia ndani. Mwovu analitaka vishawishi, analeta mavivunja moyo vya kukuvunja moyo, analeta hali yoyote ile mbaya ili kwamba ukate tamaa, ili kwamba muache Mungu. Ataleta madécouragement, ataleta vitu vya usingizio, hali yoyote mbaya ya kukuvunja moyo. Moto, unaona kwamba inakuwa kama moto, haujui utafanya nini. Simama katika zamu yako na umngoje Mungu, na usiitike kuanguka, usiitike kwenda mbali na njia ya Mungu. Bwana asifiwe. Endelea kumtafuta Mungu na usiogope wala usikuwe intimidate na woga. Mwovu kazi yake ni kuleta woga na kukuonesha kwamba umefika mwisho, na anakuonesha kwamba inabidi give up. Wache. Hapana, usigive up wala usiache kumtafuta Mungu. Mama imara tu. Hiyo moto haitakuungua. Bwana asifiwe. Hayo maji haitakuzamisha, kwa sababu kuna Mungu katika maisha yako. Mungu anakushika mkono. Amen. Bwana Yesu yuko pamoja na wewe katika hali yote unayopitia. Jua kwamba niko na Mungu na sitaaibika. Mungu haaibishage. Bwana Yesu asifiwe. Simama imara katika zamu yako. Usiogope wala usifadhaike. Na katika kitabu cha Esta, Mordekai wakati
kataa kuabudu mwanadamu. Biblia inasema kwamba Haman huyo ambaye alikuwa adui akamwekea mti ili kwamba apate kumtundika. Na Mordekai ingawa kama alijua, lakini hakuogopa, akaenda tu kwa kazi yake vizuri na kujua kwamba Mungu yuko pamoja na yeye. Na huyo Haman ambaye alikuwa anamwekea mti amtundike, Biblia inasema kwamba ikageuka hiyo mti ambao alikuwa anawekea Mordekai, yeye mwenyewe akatundikiwa ndani ako. Mordekai alikuwa anaoga ama akimbie kazi ama afanye nini, kwa sababu alijua kwamba Mungu anayemtumikia ni Mungu mwaminifu. Amen. Mungu anayemtumikia ni Mungu mwaminifu ambaye hawezi kuacha kamwe. Katika hali yote unayopitia maisha, jua kwamba Mungu hatakuacha. Mungu haachili yake. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni wa haki. Amen. Ameokoa, anaokoa na atakuokoa tu katika shida zote. Ujipe moyo tu na ujue kwamba moto haitakuunguza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakusemaga kwamba watu ni watu wangu, acha niwaokoe wasiwatupe moto. Angeletaka hata nyingine obstacle pale izuize wasiingie katika moto, lakini ameruhusu waingie katika moto na nguvu zake zionekane, wasiungue. Bwana asifiwe. Na wewe hiyo jaribu unayopitia ndani, ujue kwamba itaonesha nguvu za Mungu. Amen. Na utatoka katika hiyo jaribu uko sawa. Amen. Na haitakuharibu kwa sababu ni Mungu amesema kwamba hautaungua katika moto. Bwana Yesu asifiwe. Utatoka tena una nguvu zaidi. Walitoka humo, hiyo kamba ambazo walikuwa wamefungwa nazo, walipotupa katika moto, walikuwa huru, hawakuwa tena nafungwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu moto uliunguza kamba, lakini hakuunguza wewe. Na wewe unapopitia katika majaribu, ujue kwamba utatoka humo, na hivyo vifungo vyote vilikuwa vinakufunga vitakufunga tena, na utakuwa mshindi. Amen. Utakuwa mshindi na zaidi ya washindi, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe, na utainuliwa tena zaidi. Wakati tunaposhinda majaribu, tunaenda kwa level ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Bila sema kwamba Mungu akawakuza hao vijana, mfalme akasema tena wainuliwe zaidi, akawapatia tena nguvu mwinchi yake, akawapatia tena power, kwa sababu walikataa kumtii, walikataa kutii dhambi, wakakataa wakabadili neno la mfalme, kwa sababu alijua kwa Mungu anamtumikia ni Mungu wa haki. Mungu ametuita tusiwe na woga. Bwana Yesu asifiwe. Tukupewa roho ya woga, tumepewa roho ya ushujaa. Roho wa Mungu ni roho ambaye ni roho wa nguvu. Amen. Mungu ametupa roho wake ili kwamba tusimame katika majaribu na tusidhoofike. Wakati wowote ujue kwamba roho wa Mungu iko na wewe kukutia nguvu, na usiogope hata mwovu alete intimidation, alete woga, afanye nini, na kuonyesha kwamba ndio mwisho. Sema ndio mwanzo. Bwana asifiwe. Maana unaenda katika nguvu mpya. Unaposhinda unainuliwa zaidi, na utashuhudia matendo makubwa ya Bwana, na utaona utukufu wa Bwana katika maisha yako. Amen. Jipe moyo na ujue kwamba moto hautakuunguza, maji haitakugarikisha. Mtafute Mungu tu na umpendeze, na una furaha. Bwana Yesu akasema kwamba ulimwenguni mnasiki, lakini jipe moyo, mimi ni wa ushinda ulimwengu. Bwana Yesu ashakushindia, ashatushindia tayari. Ni kwako tujipe moyo tu, wala tusiogope na kusimama imara. Mungu ashindwage, Mungu haachiliage, hata kuachilia. Amen. Na utashinda tu, na kutakia kila la heri na la baraka. Naamini kwamba neno hili litazaa matunda ndani ya maisha yako, na utaona mtukufu wa Bwana, na utashinda hiyo majaribu. Utayashinda tu, na utakuwa mshindi kwa jina la Yesu. Na kuombea ushindi kwa jina la Yesu, na utaona utukufu wa Bwana. Amen. Na hautavunjika moyo kamwe, na hauta give up. Na kuombea na amini ya kwamba utashinda na utashuhudia matendo makubwa ya Bwana. Mungu akubariki na kutakia mwezi tumeanza, mwezi wa 8 tumeanza leo tarehe 1. Tunamshukuru Mungu. Iwe mwezi wa baraka kwako, iwe mwezi wa mafanikio na ushindi mpya, na kwa jina la Yesu naamini ya kwamba tutaonana tena siku nyingine kwa neema ya Bwana. Mungu akubariki na uwe na siku njema, ama mchana mwema, ama usiku njema, kwa sababu hapa tunakuwa jioni, na kutakia kila la heri na la baraka kwa jina la